Kuna mambo ya ajabu, tunamwomba tu Mama Gwajima, waziri wa nini yule Mama Gwajima ajaribu kuangalia vizuri sana, maana watu wanapofoka kweli kweli yani. Watu wanapofoka yani vibaya mno yani, kama juzi kuna post niliona ngazama Mungu wangu. Mtazamaji wa Morning Dew, mtazamaji wa Jehovah Jireh TV, leo nipo Kimara Mwisho kuzungumza na wananchi na wadau mbalimbali kuhusiana na swala moja, kuhusiana na swala zima la mitandao ya kijamii. Inaathiri vipi malezi kwa jamii lakini pia na kwa watoto? Unaweza kutoa mtazamo wako hapo moja kwa moja kuhusiana na swala zima la mitandao ya kijamii. Mtazamaji, nipo na dada hapa. Mambo poa? Mzima. Mzima. Unatumia mitandao ya kijamii? Ndio. Kwa upande wako inakufaidishaje? Ni kama dunia. Tunawasiliana na watu mbalimbali. Lakini kwa upande wa kwenye malezi, unadhani inasaidia ama inaathiri katika malezi? Kuna kuathiri na kusaidia pia. Ipi kwako inakuchukiza zaidi? Kwenye kuathiri. Kwa upande gani inaathiri? Kwa upande mfano tunaiga mambo kutoka nchi za jirani huko magharibi walioendelea. Nakuta mtu labda tunaathiri mavazi yao hivyo. Ukiwa kama wewe ni mama? Hapana, dada. Ukiwa kama mama baadaye, utatoa nafasi gani kwa binti yako ama kijana wako kutumia zaidi mitandao ya kijamii? Utampa nafasi hiyo kubwa zaidi? Lazima nimpe kwa sababu inasaidia. Ndio tunasema dunia kiganjani. Kwa dunia hii kiganjani, lakini baadaye inaathari. Ndiyo, inaathari. Kila kitu kinaathari na faida pia. Neno moja kwa wazazi na walezi wanakutazama sasa hivi. Ninawapenda. Mtazamaji, huyo ni Irene, yeye ameweza kuzungumza kwa upande wake namna ambavyo mitandao ya kijamii inavyoweza kuathiri katika jamii. Wewe tuzungumze na mwamba bwana, mambo ni aje? Safi kwema ise. Uzima upo? Uzima kabisa upo. Bwana, unaitwa nani? Naitwa Ibrahim Suleiman. Bwana Ibrahim Suleiman, wewe kwa upande wako unatumia mitandao ya kijamii? Hapana. Wewe uko Facebook wala Instagram? Sipo kwenye mtandao wa kijamii ndugu yangu. Kwenye upande wa malezi, unadhani mitandao ya kijamii inasaidia katika swala zima la malezi kwa watoto? Mimi naweza kusema mitandao ya kijamii ni vile unavyoitumia, kwa sababu kuletwa kwa nia mbaya, isipokuwa matumizi yetu sisi ndio tunatumia vibaya, lakini sioni kama kuna ubaya kwa ukitumia vizuri. Nini wito wako na ushauri wako kwa wazazi ambao wanapatia watoto simu za mkononi? Mzazi mdau huo simu yake na Facebook na Instagram na Twitter na TikTok. Mimi nafikiri kwamba wasipende kuwapa watoto simu ambao bado hawajafika umri wa miaka 18. Zenu wasubiri, wavumilie, waache watoto wakishafika miaka 18 na kuendelea, wakishakuwa watu wazima wawe na wao wenyewe ndio wajamulie kwamba watumie mitandao gani. Kumbe inatakiwa tuwe na umri wa kumpatia mtoto simu? Kabisa. Na wewe kwa mtazamo wako umeweka miaka 18? Na mimi hapa mwanangu bado ni mdogo yani. Kwa mtoto wako sasa hivi ukifika nyumbani anatumia simu yako ama anatumia simu yako? Mimi mwanangu hata kama anatumia simu, lakini labda sana labda ni kama kuna nyimbo za dini ndio mara nyingi namba nasikiliza au naangalia hata kwenye simu, labda kama kuna nyimbo za dini kwenye simu. Bwana Anthony, wewe katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, TikTok, wewe upi unatumia? Mimi natumia TikTok. TikTok? Ndio. Kwa nini TikTok na si Instagram? Napenda tu kutumia TikTok. Unadhani kuna faida gani kwa jamii katika swala zima la malezi, watoto wadogo wakiwa wanatumia mitandao ya kijamii? Kwa sababu baba kama una TikTok, mtoto anaweza naye akatazama vitu mbalimbali kwenye TikTok ama kwenye Instagram ama kwenye Facebook. Inawasaidia mitandao ya kijamii katika swala zima la malezi ama kwa upande wako unaonaje? Kwa mfano kwa watoto wadogo sio vizuri sana kutumia simu. Sababu ndani ya simu kuna vitu vingi wanaposti vya ajabu. Unakuta mtu labda mwingine anaonyesha akiwa uchi, unaona. Kwa hiyo inakuwa sio vizuri kwa watoto kutumia mtandao, simu yani. Ukiwa mzazi, unatoa wito gani kwa wazazi katika swala zima la malezi kuhakikisha kwamba mitandao ya kijamii isiwe sababu ya kuona kwamba mmomonyoko wa maadili unaendelea kutokea katika nchi yetu ya Tanzania? Mimi ningeshauri kwamba watoto wasipewe simu. Watoto wasipewe simu, ila kwa mfano kama unampa simu angalau kuwe na mipaka, acheze game, ajifunze vitu vya, kwa mfano kuna vitu vingi kwenye simu vya watoto
amchagulie sehemu ya kuangalia yani mtoto. Kwa wewe kwa mfano unapewa nafasi na serikali kupendekeza ni umri gani wa mtoto apewe simu kwa ajili ya matumizi? Kwa mfano akiwa form 1 anaweza akatumia simu. Akiwa form 1 tunaamini kwamba akili yake imeshamachua. Akili yake imeshapevuka kidogo, anaweza akadhibiti mambo fulani mambo fulani. Mtazamaji, bado tunazungumza na wananchi na leo nimejikita hapa Kimara, na hapa niliposimama nipo kwenye wadau wakubwa kabisa na wasafirishaji upande wa usafiri wa bodaboda, wanatoa hapa abiria kuwapeleka katika maeneo mbalimbali. Bwana, mambo ni aje? Poa brother. Uzima upo? Uzima upo, tunamshukuru Mungu. Sawa. Bwana, katika mitandao ya kijamii kuna Instagram, Facebook, TikTok, Twitter na kadhalika. Wewe unatumia mtandao gani? Ndugu yangu, kwanza mimi katika hiyo mitandao yote, hata kama isipo kuwepo yote, mimi ikipatikana tu TikTok kwenye simu yangu, IG na WhatsApp, hapo nimemaliza. Hayo mambo sijui nini na nini, hayo siyatakagi. Instagram, TikTok. Ipi the best kwako? TikTok. Kwa nini TikTok? Ile sijui, kwa sababu labda nilipata viewers kwa haraka sana, maana IG wana mambo mengi sana, ila kwa TikTok mpaka dakika nikwambia usearch account yangu hapo utaona kabisa na viewers wangapi. Wa kutosha. Na ukiangalia mimi ni bodaboda, sio kwamba labda nafanya content, hapana. Ni bodaboda tu, ila ukiangalia viewers wasema yes. TikTok yako unaitumia inakufaidishaje wewe katika matumizi yako? Ile pale kwa sasa hivi, kwa sababu ndo kwanza niko kwenye mwanzo, umeona. Ile nakuwa natumia nikiwa labda kwenye safari, nikiwa labda nimepeleka abiria sehemu fulani hivi, nataka kurudi, labda ile kumbukumbu kwamba nilifika eneo hili, kwa nakuwa na shoot video, umeona, posti mule. Kwa sometimes kuna watu kumbe katika ile eneo labda nilikuwa na shoot, wanakuwa wanaona kumbe mwamba aliingia kitani kwetu leo. Umeona, ile kwenye vitu kama hivyo. Sawa. Katika swala zima la malezi, mitandao ya kijamii hiyo ambayo tumezungumza na wewe pia unaitumia, asilimia ngapi inasaidia katika kuwa na malezi bora na asilimia ngapi inazorotesha malezi katika jamii? Yaani kwanza kwa sasa hivi nisidanganye, tunaweza nikasema ni nusu kwa nusu. Asilimia 50 inafundisha jamii, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo watu wanavipata kwa kutumia social medias, kwa sababu kama ukiangalia watu wengine ambao wanajifunza labda kupika vitu mbalimbali, kwa wanajifunza vitu vingi sana kwenye social media. Kwa mfano kama juzi niliangalia watu namna ambavyo wanapika keki, umeona, ukiangalia ni vitu walivyoanza kupitia na nini, kwa inakuwa inakufunza wewe hata wewe mwenyewe, hata kama ni mvulana, ukujua namna ya kupika keki, unakuwa unaipika vizuri. Wewe mwenyewe unaweza ukatoa diko la keki. Wewe niandalie tu 30 hapo nakuletea keki nzuri. Yaani wewe unaenda kuitia kwenye vifaa, baada ya hapo nikirudi hapo uhakika yani. Na kwenye upande wa kuzorotesha maadili, kwa asilimia, yani kwenye kuzorotesha maadili ni asilimia kubwa zaidi, kwa sababu bwana, mtandaoni kuna mambo ya ajabu. Yani kuna mambo ya ajabu. Tunamwomba tu Mama Gwajima, waziri wa nini yule Mama Gwajima, ajaribu kuangalia vizuri sana, maana watu wanapofoka kweli kweli yani. Watu wanapofoka yani vibaya mno. Yani kama juzi kuna post niliona nikasema Mungu wangu. Mungu atulinde sana. Unadhani kwa watoto kuna umri wanapaswa waanze kutumia mitandao ya kijamii? Mimi naona tu kwa sasa hivi na hii hali ilivyokuwa. Unajua zamani kipindi ambacho sisi tunakuwa ilikuwa na limit kwamba mtu bila kuwa labda huko A level au O level, labda kuanzia form 2 na kuendelea, mtu alikuwa ruhusiwa labda kushika simu, umeona. Lakini sasa hivi unakuta paka mtu darasa la 7 na viewers karibia 3 milioni, alafu wewe mtu mzima huko shule yoyote una viewers 2 au hata 3, na kwa followers 2 au 3 na kwa sio. Kwa sasa hivi yani kwa asilimia kubwa mitandao inaharibu, na kuhusu kuweka labda limit kwamba umri gani na umri gani watumia wasitumie, yani wazazi tu wenyewe waangalie sana watoto wao, na waangalie kweli kweli, wasiwaachie muda ule mkubwa wakawa wanafanya mambo labda kwenye mitandao bila wao kupitia hata simu zao. Maana bwana, sasa hivi dunia imebadilika sana, yani imebadilika kweli kweli. Ukiingia huko mtandaoni mwenyewe unasema kweli aiwanda. Wewe mwenyewe unatamani kuona kwamba kuwe na age ya mtoto kutumia simu? Natamani kungekuwa na age, lakini sasa ndio vitu ambavyo havitowezekana kwa sasa, kwa sababu kama ni simu watu wananunua kwa gharama zao na level za maisha ya wazazi. Kuna muda mzazi anaweza kusema bwana, mwanangu haiwezekani, watoto wa majirani wanatumia vizosodo wanacheza game la nyoka. Kwa nini mwanangu usicheze game la magari na kununulia simu ucheze? Ina maana mtoto anaponunulia ile simu anakuja kukutana na watoto wenzake, bwana ndugu yangu, jana niliangalia application fulani kwenye simu ya baba nikaona ni nzuri, kwa moja na download ile, kumbe hi-fi.
Bwana mimi nikushukuru sana. Dada, mimi nashukuru pia sana jamani. Unasema unaitwa nani? Kwa majina naitwa Amani Joseph au katibu mkuu wa umoja wa maafisa wa usafirishaji. Yaani hili ndio eneo langu na hapa tunaongea na Kontawa. Ya Kontawa, katibu mkuu. Na mtazamaji wa Morning Dew, huyo ni katibu hapa, amezungumza vitu vingi sana, uelewa mkubwa zaidi katika swala zima la mitandao ya kijamii. Bado nakuuliza nawe pia hapo, unaitumiaje mitandao ya kijamii? Lakini pia kwenye swala zima la malezi, inafaidisha ama haifaidishi? Asilimia ngapi? Katibu amesema 50-50, 50 huku 50 huku. Akwambia macho anapofoka sana mitandaoni. Kutokea hapa Kimara, mtazamaji, mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, rais wa Nyakyusa TZ Tanzania. Tutakutana hapa wakati mwingine na sehemu nyingine. Tutakuwa wapi? Endelea kunifuatilia katika mitandao yangu mbalimbali ya kijamii. Nenda pale Instagram, andika Geoffrey Kalunduka, mambo yanakuwa mazuri kabisa.